Iran inaendelea kushambulia Israel na mali za Marekani katika Ghuba, wakati idadi ya majeruhi ikiongezeka katika eneo lote, huku mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran yakizidi kuongezeka. Qatar inasema jeshi lake la anga limefanikiwa kudungua ndege mbili za kivita za Su-24 zinazotoka Iran pamoja na makombora 7 balistiki na droni 5 za Iran. Nchini Iran, mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli yameua angalau watu 555, huku mkuu wa usalama akikanusha ripoti za vyombo vya habari vya Marekani kwamba alifanya juhudi mpya za kurejesha mazungumzo ya nyuklia na Washington. Kuwait, Wizara ya Ulinzi inasema ndege kadhaa za kivita za Marekani zimeanguka nchini humo na wafanyakazi wote wamenusurika. Jeshi la Marekani lilisema ndege hizo zilidunguliwa kwa makosa na ulinzi wa anga wa Kuwait. Nchini Lebanon, angalau watu 31 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli yaliyoanzishwa baada ya Hezbollah kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israel. Waziri Mkuu wa Lebanon alitangaza zuio kwa Hezbollah. Mashambulizi ya Israeli nchini Lebanon yameua angalau watu 52 na kujeruhi wengine 154, serikali ya Lebanon imesema katika taarifa iliyotolewa. Idadi ya awali ya vifo vilivyotolewa na Wizara ya Afya ilisema watu 31 waliuawa na 149 kujeruhiwa. Mashambulizi ya mabomu katika maeneo ya kusini na mashariki mwa Lebanon na vitongoji vya kusini mwa Beirut pia yamewafukuza zaidi ya watu 28,500 kulingana na kitengo cha serikali cha kudhibiti majanga. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemwambia Katibu Mkuu wa NATO Mark Rutte katika simu kwamba diplomasia lazima ipewe nafasi ili kufikia amani ya kudumu na endelevu katika Mashariki ya Kati, kulingana na ofisi ya Rais wa Uturuki. Ofisi hiyo ilisema kuwa masuala yaliyo kwenye ajenda ya NATO pamoja na maendeleo ya kikanda na kimataifa yalijadiliwa wakati wa simu hiyo. Ofisi hiyo iliongeza kuwa Erdogan alimwambia Rutte kwamba Ankara inafuatilia kwa karibu mzozo kati ya Iran na Israel pamoja na Marekani. Kwa upande mwingine, Erdogan alifanya mazungumzo na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kuhusu mzozo huo. Kulingana na ofisi yake, Erdogan alimwambia Merz kuwa migogoro katika eneo hilo inaathiri vibaya usalama wa kikanda na kimataifa na kurudia wito wake kwa wahusika kurejea katika mazungumzo.